nilisema tufumbe macho ipatikane mikoa yote. Tulipomaliza kushauriana hivyo, unakumbuka Mheshimiwa Rais akaelekeza ipatikane mikoa yote. Na sasa KMK na PST tulishakaa kikao kile cha Wizara ya Fedha na Wizara ya Maji, tumekubaliana tuongeze 50 nyingine tupate fungu kubwa zaidi kwenye eneo la maji. Maji hayana mbadala. Maji hayana mbadala. Kwenye usafiri ukikosa bajaji unaweza ukapanda pikipiki, unaweza ukapanda bodaboda. Maji ni maji yenyewe. Na tumekubaliana Mheshimiwa Waziri, tunapoelekea huku mbele tunakokwenda, taasisi zote hizi zinazokusanya watu ziwe na maji. Na kwa kuwa leo mko hapa wakurugenzi pamoja na watendaji wakuu, tunapotoka sasa hivi tunavyosema tupate maji kila kijiji, vijiji vyote vilivyosalia, wekeni pia kwenye diary zenu. Sitaki kusikia wanafunzi wanaenda na vidumu vya maji mashuleni. Kila shule ya msingi, ya sekondari iwe na kisima cha maji, wanafunzi wapate maji pale pale. Hii mambo ya kila mwanafunzi amefunga na kigudulia pembeni, hii mambo ya zamani hayo. Kila shule ya msingi, ya sekondari pawe na maji. Kila zahanati, kituo cha afya pawe na maji. Kwa hiyo scope yetu ile tuliyosema vimebaki vijiji 1500, wekeni mapping hiyo, ramani hiyo. Kila shule hapa nchini iwe na maji. Kila zahanati, kituo cha afya, hospitali viwe na maji. Inaweza ikawa mradi au kisima, mitambo tunayo, ndio. Kwa hiyo twendeni tukalifanye hilo. Kijipa mwaka mmoja inatosha kuwa tumeshamaliza shule zote nchini ziwe na maji, shule za msingi zote ziwe na maji, shule zote za sekondari ziwe na maji. Wakati mwingine maisha ni shule nzuri kuliko shule yenyewe. Experience ya tatizo ni shule nzuri kuliko shule yenyewe. Wale waliosoma shule za bweni nadhani mmenielewa. Kipangwa kule shule ambayo haina maji. Simpo mliosoma bweni? Si mmeshanielewa? Tulimalize hilo tatizo katika shule zetu. Sasa la mwisho kabla sijaenda kwenye kuzindua hii programu yetu, nirudie tena kutoa rai kwa Watanzania. Tutunze vyanzo vya maji. Hili si jambo tu la Wizara ya Maji, hili si jambo tu la Wizara ya Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira, hili tu si jambo la mamlaka zetu za maji. Hili ni jambo la Watanzania wote. Hili si jambo tu la maliasili na utalii. Hili ni jambo la kila Mtanzania. Tutunze vyanzo vya maji. Tunatunza uhai wetu tunapotunza vyanzo vya maji. La pili, tutunze miundombinu hii
miundombinu hii si mali ya Wizara ya Maji. Tukishapelekewa mradi wa maji, miundombinu hiyo ni mali yetu sisi wenyewe wa Tanzania. Mimi nakumbuka ili eneo ambalo nasemea kijijini, tulikuwa tunapata shida ya maji. Ilikuwa ikinyesha mvua, yanakuwepo mabwawa yana maji, watu wanaenda wanakata mabomba yale, tukawa natengeneza bangili, kila mmoja anamsifia mwenzake, umependeza kweli, unapanga kuanzia mkononi hapa mpaka kwenye kona, na mguuni kuanzia kwenye kiatu mpaka kwenye goti, mabangili na ulembo mwingine. Na hata jana kwenye taarifa tulikiwa Sinya pale, nilipewa taarifa ile ya watu kukata mabomba na kutengeneza urembo. Tutunze miundombinu ya maji. Na kwa kweli kwenye hili watakuwa wanasema tu kwamba tunajali vitu kuliko watu, lakini ni kutokuelewa tu kwamba hivyo vitu ndio vinaleta maisha ya hao watu. Akitokea mmoja anataka kukatisha maisha ya watu wote wale, chukueni hatua kali yeyote atakayecheza na miundombinu ya maji. Mtu anajua maji haya, bomba hili linapeleka maji, yeye anakwenda kukata bomba, chukueni hatua kali. Popote litakapotokea jambo la aina hii, mtu anakatakata miundombinu ya maji, chukueni hatua kali. Tutunze miundombinu, tutunze vyanzo vya maji. La mwisho, tutumie kiungwana maji. Ipo hii maeneo mengi, na maeneo mengine pia watu wanafanya hivyo kwenye masuala ya umeme. Mtu anafungulia maji, akimaliza kuchota anaacha hivyo hivyo, yatamwagika mpaka yakatike yenyewe. Siku ikija bili, anasema wameniletea bili kubwa hivi. Eti bili inasoma maji yanayotoka au yanayotumika? Yanayotoka. Kwa hiyo anaenda anafungulia maji, anasema mimi matumizi yangu hayawezi kuwa makubwa hivi. Ndiyo, matumizi sio makubwa, lakini kila ukifungulia maji haufungi. Kwa hiyo hili na lenyewe ni jambo la kila Mtanzania. Pale pale ulipo, ustaarabu, tumia maji kiungwana. Fungulia unapotumia, funga unapomaliza kuchota. Sasa hii mambo ya kufungulia tu kama ambavyo yanapitaga ya mtoni, unajua mazoea, orientation na yenyewe ni shida. Watu tumezoea mto unatiririka mwaka mzima, hatuufungi. Hata maji ya bomba anataka yatiririke kama mto. Bili lazima itakuwa kubwa tu. Kwa hiyo niliona nilisisitize hili ambalo ni la Watanzania, ni la wananchi wote. Mheshimiwa Waziri, mimi nakushukuru kwa mara nyingine kwa kunipa fursa hii. Hii ni sekta muhimu, na nikiri naridhishwa na kasi ambayo mnaenda nayo. Twendeni tukashughulikie haya ambayo yako mbele yetu. Twendeni tukashughulikie tu haya ambayo tumegawiana. Lakini mimi aliyokuwa anasema Mheshimiwa Waziri nimeyashuhudia kwa kuishi, nimeshuhudia kama mbunge, na nimeshuhudia nikiwa ndani ya serikali. Tumeshapiga hatua kubwa, twendeni tukamalizie iliyosalia. Na iliyosalia ni ndogo kuliko ile ambayo tumeshaifanya. Iliyosalia ni ndogo kuliko ile ambayo tumekwisha kuifanya. Kwa hiyo twendeni tukamalizie hiyo sehemu iliyosalia. Mheshimiwa Waziri, baada ya kuwa nimeyasema haya, niwatakie kila laheri katika hii ratiba yenu.
na sasa niko tayari kwa ajili ya kufanya shughuli ya uzinduzi.